بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد. Ndugu mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ninakuhusia kama ambavyo naihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Karibu katika unwani adhim katika somo la aqida kutoka katika kitabu cha Khudh Aqidataka min alkitabi wa sunna. Tuko katika unwani nambari ama katika darasa nambari 39 chini ya unwani inayosema hal yusabbibu shirku al-akbaru al-khuluda fi an-nari. Je, inasababisha shiriki kubwa kukaa milele motoni? Tunajua kwamba madhambi ndiyo sababu itakayowapelekea watu ama inayowapelekea watu waingie katika moto wa Jahannam. Itakayowapelekea siku ya kiyama, inawapelekea hivi sasa, kwa sababu hivi tunavyozungumza kuna watu wako motoni katika wale ambao wamekwisha kufariki, na kuna watu wako peponi katika wale ambao wamekwisha kufariki. Peponi au motoni ni kwa mujibu wa amali zao. Kwa hivyo tunaweza kusema kwa lugha ya future au kwa lugha ya past, je, shiriki inasababisha, je, shiriki kubwa inasababisha mtu kukaa motoni milele? Na hii ni kwa sababu shiriki ni dhambi kubwa kabisa katika madhambi. Anasema ashirku al-akbaru, shiriki kubwa, yusabbibu al-khuluda fi an-nari, inasababisha kukaa motoni milele. Qala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala anasema, innahu, hakika ukweli wa mambo, innahu man yushrik billahi, hakika ukweli wa mambo ni kwamba yeyote ambaye atamshirikisha, man, yeyote, neno man lina maana ya yeyote, min sigha al-umumi, yeyote ambaye anamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi al-janna, Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala amemharamishia pepo. Ni kinyume na madhambi mengine. Anayefanya madhambi mengine yanaweza kuwa ni sababu ya kumfanya asiingie peponi, ni sababu ya kumzuilia pepo, na ni sababu ya kumuingiza motoni. Hiyo ndio kawaida na kanuni ya madhambi. Lakini Allahu Jalla wa Ala hajahukumu kwamba mwenye madhambi mengine yasiyokuwa shiriki na ukafiri, hajahukumu na kupitisha moja kwa moja kwamba huyo ni mtu wa motoni. Lakini aqida inasema mwenye kufanya madhambi yoyote yasiyokuwa shiriki na ukafiri, huwa tahta al-mashia, yuko chini ya maamuzi, chini ya utashi wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, yani yuko chini ya maamuzi ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Inshaa adhaba, akitaka atamuadhibu, na hayo madhambi ni sababu ya kumuadhibu. Wa inshaa ghafara lah, akitaka atamsamehe, na msamaha wake na ukarimu wake na rehema zake ni sababu ya kumrehemu na kumsamehe huyo mja. Ama kuhusiana na masala ya dhambi la shirki, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amekata. Ndio maana ikawa si ruhusa kumuombea msamaha mayit ambaye ni mushrik, ukasema Allah amrehemu. Uruhusiwi kusema hivyo, kwa sababu tayari Allah amekwisha kuhukumu na amekwisha kukata hukumu. Kwa hivyo kumuombea msamaha ni kama vile kupingana na hukumu ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema innahu, kwa hakika, man yushrik billahi, ambaye anamshirikisha Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Mwenyezi Mungu amemharamishia pepo isipokuwa akitubia, wa ma'awahu an-nar, na mafikio yake yatakuwa ni motoni baada ya kufa kwake au baada ya kufufuliwa. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, na madhalimu hawana yeyote wa kuwanusuru. Angalia hili neno madhalim. Hii madhalimu inarudi kwenye kosa la shirki, kwa sababu kila kosa ni dhulma, kila kosa ni dhulma kwa lugha ya Qur'ani. Lakini shirki ni dhulma kubwa kuliko dhulma zote,
kama alivyosema Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma iliyokubwa kuliko dhulma zote. Allah Azza wa Jalla akasema hawa hawana wa kuwanusuru. Kwa hivyo ikiwa amehukumu kwamba waadhibiwe na ni wachomwe motoni milele, kwa hivyo hawatapata msamaha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, na si ruhusa kwa yeyote kuombea msamaha. Waqala sallallahu alayhi wasallama, na Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema katika kusisitiza maana hii, man laqiya Allah, ambaye atakutana na Mwenyezi Mungu. Hii ni lugha katika protokali za kidini. Huwa tunasema mtu akifariki laqiya rabbahu, amekutana na Mola wake, kwa sababu anakwenda hatoishi katika hayo maisha baada ya kufa, isipokuwa kwa mujibu wa mkataba ulioko baina yake na Mola wake. Kama ni mwema atalipwa mema, kama ni mbaya atalipwa mabaya. Man laqiya Allah, ambaye atakutana na Mwenyezi Mungu, yushiriku bihi, hali ya kuwa anamshirikisha Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, dakhala an-nar, mtu huyo ataingia motoni. Rawahu Muslim, hadithi hii imepokelewa na al-Imamu Muslim. Haya ni madhara makubwa katika madhara ya kosa la ashirki. Madhara mengine katika madhara ya ashirki ni haya yanayopatikana katika unwani inasema, hal yanfa'u al-amalu ma'a shirki, je, amali inaweza kunufaisha pamoja na shirki? Baada ya kuwa kipengele cha kwanza katika somo hili kimezungumza kwamba mushriki hakuna namna ataingia motoni na hatosamehewa, linaweza kuja swali, je, amali zake, anaweza kuwa amefanya shirki lakini ameswali, amefanya shirki, ametoa sadaka, amefanya shirki, amejenga msikiti, amali yote katika amali ambazo atakuwa amezifanya zitakwenda wapi? Ndio akaleta unwani hii ili kutoa fursa ya kutoa maelezo juu ya masala haya. Hal yanfa'u al-amalu ma'a shirki, je, amali yoyote ile inaweza kuwa na manfaa pamoja na shirki? Yani mtu kafanya shirki na ana amali njema, je, amali hiyo njema inaweza kuwa na manfaa? Akasema la yanfa'u al-amalu, haitanufaisha amali ama hainufaishi amali ma'a shirki, pamoja na kosa la shirki. Liqaulihi ta'ala anil anbiya'i, kwa ajili ya kauli au kwa sababu au kwa ushahidi wa kauli yake Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala alipokuwa anazungumza kuhusiana mazungumzo yanayohusiana na manabii na ushirikina. Manabii na ushirikina, maana dhalika, yani lau kama, kwa sababu manabii hawakushirikisha, lau kama manabii wangelishirikisha, na wao ndio wenye amali zilizo kubwa zaidi na tukufu zaidi, hakuna ambaye anawashinda manabii katika amali. Pamoja na ukubwa wa amali hizo, wangelifanya shiriki tuashum, ingelikuwaje hukumu yake? Allahu Jalla wa Ala anazungumza kuhusiana na manabii, anasema walau ashraku, lau kama wangelimshirikisha Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, la habita anhum, yangeliporomoka kutoka kwao, ma kanu ya'maluna. Neno ma lina maana yote ambayo wamekuwa kwa muda mrefu wakiyafanya. Kwa hivyo shirki inaporomosha amali zote ikiwemo Uislamu, kwa sababu imani ya Kiislamu na akida ya Kiislamu yenyewe ni amali, ni katika amali, bali ni amali kubwa zaidi, na yenyewe nayo ni katika yale matendo mema yanayoporomoshwa na kosa la ashiriki. Angalia, makosa mengine yanamsababishia mtu anapata madhambi lakini imani yake inabakia, ama kosa la ashiriki, na hivi ni vipengele vinavyoashiria kwamba dhambi hili ni kubwa kuliko madhambi yote. Kosa la shirki linaporomosha amali zote mpaka Uislamu wa mtu. Waqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, qala Allahu tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, ana aghna shurakai, mimi ni mwenye kujitosha zaidi kunako washirika. Mimi ni mwenye kujitosheleza. Kujitosheleza ni kutokuwa na uhitaji. Mimi ni mwenye kutokuwa na uhitaji zaidi, kutokuwa na uhitaji zaidi, uhitaji wa washirika.
ni mwenye kujitosha kuliko wote wenye kujitosheleza kunako washirika na ushirika. Mimi ni mwenye kujitosheleza zaidi, yani sina haja kuliko wote wasiokuwa na haja. Sina haja na washirika wala ushirika. Ana aghna shurakai ani shirki. Man amila amalan, yeyote ambaye atafanya amali yoyote, ashraka ma'i fihi ghairi, akashirikisha pamoja nami, akamshirikisha pamoja nami mwingine katika hiyo amali, taraktuhu wa shirkahu, mimi nitamwacha huyo aliyeshirikishwa, nitamwacha huyo aliyeshirikisha na shiriki yake, mimi nitajitoa sitakuwemo. Rawahu Muslim. Hadithi hii inazungumza kwamba mtu huyu amefanya amali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, sio kwa ajili ya huyo ambaye anamshirikisha. Amefanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, lakini akamshirikisha na akamuhusisha kwa mlango mwingine, kwamba na yeye aone ama asikie habari za shirki ambayo ni shiriki ndogo. Mimi ninajitoa. Mahalu shahidi ni hapa, ikiwa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala anajitoa kabisa katika amali ambayo imefanya kwa ajili yake, lakini ikaingia shiriki ndogo. Shiriki ndogo sababu ni amali yenyewe ni ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, lakini hii shiriki imekuja hapa kwamba mwenye kufanya amali anataka na mwingine ajue kwamba sio kwamba anaabudiwa yeye, ajue kwamba mtu huyu anamwabudu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Allah anasema ninajitoa katika hiyo amali ambayo imeingiliwa na shiriki ndogo. Sikwambia amali ikiwa imeingiliwa na shiriki kubwa. Na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika, kwa hakika nimekwisha kupa wahai, ufunuo wewe na manabii wote waliopita kabla yako. Tulikuwa tukiwaambia maneno haya, la in ashrakta, wallahi kama utashirikisha, la yahbatanna amaluka, kwa hakika yataporomoka matendo yako. Angalia ni lugha iliyotumika, yataporomoka. Yani ni kama vile jengo livunjwa alafu liporomoke, sio libomolewe tofali moja moja, kama vile limepigwa bomu. La yahbatanna amaluka, yataporomoka matendo yako, kama neno lile ambalo limetumika katika hii aya ambayo tumetangulia kusema, walau ashraku la habita, wangelimshirikisha Mwenyezi Mungu yangeliporomoka. Na hapa anasema la yahbatanna, wallahi yataporomoka amaluka, matendo yako yote, wala takunana minal khasirina, utakuwa umekula hasara, yani umefanya kazi na amali bila ya ujira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi adilla zote zinafahamisha kwamba la yanfa'u amalun ma'a shirki, haitanufaisha amali yote pamoja na dhambi la kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukutane katika unwani itakayozungumzia ashirku al-asghar, baada ya kuwa tumezungumzia ashirku al-akbar na mifano yake na vigawanyo vyake. Katika darasa zitakazofuatia tutazungumzia ashirku al-asghar ambayo imekuwa ikijitokeza katika maelezo yetu tulipokuwa tunaelezea shirku al-akbar. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala atujalie ni kusikiliza maneno na kufuata yale mazuri yake. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.